Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, wadau wetu, tukiendelea na kutoa elimu ya tiba ya hijama, ambapo tiba hii ni tiba ya asili, ni tiba ya sayansi ya kale ambayo misingi yake na taratibu zake ni natural medicine. Maana yake kwamba ni tiba ambayo inapita katika mfumo wa kiasili kwa ajili ya kutibu mwili kutokana na maradhi mbalimbali kwa njia ya usafishaji wa damu. Tukiendelea na mfululizo wetu wa mafunzo ya hijama, basi tutaendeleza ile mada ambayo tutaishia yanayompasa ya kuzingatia mtu kabla hajafanya tiba ya hijama. Tuliyataja mambo kadhaa na tutaendelea kuyataja. Miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu kuyazingatia kabla mtu hajaingia kwenye tiba ya hijama ni kuhakikisha kwamba asifanye tendo la ndoa wala asifanye masturbation masaa 24 kabla ya tiba ya hijama. Kwa nini hatakiwi mtu kuwa ameshiriki tendo la ndoa masaa 24 kabla ya hijama au asifanye masturbation? Kwa sababu matendo haya mawili yanahusisha kutumia energy kubwa ya mwili. Nishati kubwa ya mwili inaenda kutumika. Kwa baada ya kutumika ile nishati kubwa, kunapelekea mtu mwili kuchoka kwa misuli na maeneo mbalimbali ya mwili. Sasa tiba ya hijama wakati kifanyika na baada ya kufanyika, tunatarajia energy kubwa ya mwili iliyokuwepo itumike kwa ajili ya kuukarabati mwili ili kuhakikisha mgonjwa anapata uponaji. Sasa kama atakuwa ameshiriki tendo la ndoa, maana yake ile nguvu kubwa atakuwa ameitumia kwenye lile tendo, na hali hii inaweza kumsababishia mtu akifanya hijama kuchoka sana, kupata hali ya kizunguzungu, lakini pia inaweza ikampelekea kushindwa kupata matokeo chanya wakati wa tiba hijama. Kwa mtu hatakiwi kushiriki tendo la ndoa wala hatakiwi kufanya masturbation, tendo la kujitoa maji ya uzazi. Lakini pia sio tu kabla ya hijama hatakiwi kufanya tendo la ndoa, hata baada ya hijama. Kwa nini hatakiwi kufanya tendo la ndoa baada ya hijama? Kutokana na tendo la ndoa wakati mtu analifanya anatumia energy kubwa, itapelekea mtu kutoka jasho. Jasho lile linaweza ikawa na bakteria, na kwa kuwa mwili bado haujajifunga chale, inaweza ikasababisha jasho kuingia katika chale zile na kupata maambukizi ambayo yanaweza yakapelekea mtu kushindwa kupata matokeo mazuri. Lakini pia kitendo cha kufanya tena tendo la ndoa mtu wakati kashafanya hijama, inaweza akaishiwa nguvu katikati ya tendo la ndoa, akapata pressure kushuka, au hali yoyote ya hatari inaweza ikatokea wakati akiwa katika lile tendo, kwa sababu energy ile ambayo alikuwa nayo ilikuwa inahitajika kwa ajili ya kukarabati mwili, yeye akaenda akaitumia tena maradufu kwa ajili ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kitabibu inashauriwa kwamba mtu anayetaka kufanya hijama asishiriki tendo la ndoa masaa 24 kabla, wala asifanye masturbation, na asishiriki tendo la ndoa masaa 24 baada, wala kufanya masturbation. Hasa hapa ndio utakapoona hatari ya hijama za kimtaani zinazofanyika. Mtu anakwenda kumfanyia hijama saa 7 mchana au usiku jioni, wakati labda ametoka kushiriki tendo lile la ndoa mtu masaa 12 yaliyopita. Lakini sio tu hivyo, mtu kashafanya kazi, kashachoka na nini, alafu hapo tena anaenda kufanya tena hijama. Hali hii inaweza kuhatarisha afya ya mtu, lakini pia inaweza ikasababisha mtu kuto kupata matokeo mazuri wakati wa tiba ya hijama. Lakini jambo lingine ambalo ni la msingi la kuzingatia wakati mtu anafanya tiba ya hijama, kabla kutoa information kama ana changamoto yote ya mapepo, kwa maana mashaitani.
Hii inasaidia daktari kuweka mpango mzuri wa kimatibabu ili kumsaidia kuondokana na maradhi hayo. Kwa sababu moja katika faida ya tiba ya hijama, ina msaada mkubwa sana katika kusaidia kuondoa athari za mashaitani na athari za uchawi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sheitani anapita mapito ya damu. Kwa kuwa hijama ni mchakato wa kitiba, unaenda kukarabati damu. Kwa hiyo unakwenda kuvunja ngome za mashaitani, unakwenda kuvunja ngome za uchawi katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo ni vizuri mgonjwa akatoa maelezo mapema kwa daktari, lakini pia daktari wa hijama anatakiwa ayafahamu haya mapema, kwa sababu kila ugonjwa una sehemu zake za kwenda kuutibia. Kwa hiyo ikiwa mtu ana mashaitani, maana yake atakuwa ana pointi maalum anazotakiwa afanyiwe hijama ili kukabili ile hali ya mashaitani kuweza kuwatoa. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ya msingi ya kuzingatia kwa daktari wa hijama, lakini pia na kwa mgonjwa, ni kwamba kama mgonjwa ana mashaitani, tafadhali atoe taarifa mapema, na kama ana athari za uchawi pia katika mwili wake atoe taarifa mapema. Kwa hiyo taarifa ni muhimu kwa daktari wa hijama kuifahamu mapema, lakini muhimu kwa mgonjwa kuitoa taarifa mapema kwa daktari ili amsaidie namna ya kuweza kumtibu vizuri, kwa sababu tiba hijama pia ina msaada mkubwa kwenye kukabili changamoto za mashaitani na athari za uchawi. Jambo lingine la kuzingatia kwa mgonjwa kabla hajaingia katika tiba ya hijama, ikiwa ni Muislamu, basi aswali rakaa 2 sunnatul haja, amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanyie wepesi katika matibabu yake, lakini pia sambamba na kutoa sadaka kabla hajaingia katika hijama. Na akiwa mtu sio Muislamu, basi aombe kwa imani yake kabla hajaingia katika tiba ya hijama, aombe kwa imani yake kwamba anaingia katika tiba. Mungu abariki mkono wa daktari, Mungu abariki kazi ya daktari, ili iwe ni sababu yeye ya kupona maradhi yake. Na hivi ndivyo tunavyofanya kabla mtu hajaingia katika tiba hijama. Lazima apitie kwenye maombi. Maombi yanaleta wepesi, yanatia nguvu katika ile tiba, lakini pia yanaongeza nguvu ya imani. Kumbuka kila kitu kwanza kinatanguliwa na imani. Kwa kitendo cha kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika tiba kabla hujaingia katika hijama, iwe ni Muislamu au ni Mkristo ama ni mpagani ama mtu wa dini yoyote, hii inatia nguvu katika tiba na kuweza kuleta matukio mazuri wakati unafanyiwa matibabu ya hijama. Kwa hiyo katika mambo ya kuzingatia kabla ya hijama ni kufanya maombi ama kuswali rakaa 2 sunnatul haja, na sambamba na kutoa sadaka, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha jitibieni maradhi yenu kwa kutoa sadaka. Kwa kitendo cha mgonjwa kutoa sadaka kabla hajaingia katika matibabu, na ile sadaka akainuizia kwamba iwe ni kafara ya Mwenyezi Mungu kumfanyia wepesi katika matibabu yake, ni moja katika chanzo cha kuwa na matokeo mazuri katika matibabu na hatimaye kuweza kupata uponyaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine la kuzingatia kabla ya kuingia katika hijama, iwe kwa daktari au kwa mgonjwa, wanawake wasifanyiwe hijama wakiwa katika hedhi, wasifanyiwe hijama wanawake wakiwa katika nifasi. Mwanamke akishakuwa kwenye hedhi asifanyiwe hijama, au wanawake wakiwa katika nifasi wasifanyiwe hijama. Kumfanyia hijama mwanamke alikuwa katika hedhi au nifasi ni kuhatarisha uhai wake, ni kuhatarisha afya yake, kwa sababu tendo lile linapelekea mtu kusababisha kumwaga damu nyingi katika mifumo ya kimaumbile ya kawaida. Na hivyo hijama kwa kweli inahusisha damu. Pamoja damu inayotoka katika hijama haisababishi kupungua kwa damu, lakini tayari kuna energy inatumika kwa ajili ya kusafisha mifumo ya uzazi na mwili kwa ujumla kupitia tendo lake la kuingia katika hedhi au kuingia katika nifasi baada ya kuwa amejifungua. Basi ni vizuri kuto kumfanyia hijama katika kipindi kama hicho mpaka pale atakapokuwa ametaharika hedhi yake au ametaharika ile nifasi yake. Sasa hapo itakuwa ni nafasi na ni wakati mzuri wa mwanamke kumfanyia hijama baada ya kuwa ameshakuwa msafi. Lakini pia katika mambo ya kuzingatia kwa daktari wa hijama, lakini pia na kwa mgonjwa ambaye anafanya huduma ya tiba, anataka kufanya huduma ya tiba hijama,
mwanamke asifanye hijama akiwa katika hali ya ujauzito, hasa mimba hiyo ikiwa changa, ikiwa chini ya miezi minne, au akiwa hiyo mimba anakaribia kujifungua, asifanye hijama. Na kama patalazimika kufanya hijama, basi daktari lazima awe na uzoefu wa kutosha ili kujua sehemu gani ambazo nikimfanyia hataweza kupata madhara, kwa sababu inawezekana mtu akawa na hali ya dharura ambayo anahitaji msaada wa haraka. Kwa lazima daktari awe na uzoefu wa kutosha na ujuzi wa kutosha kujua sehemu gani nikimfanyia kwa kumpa msaada wa kimatibabu haitoweza kuleta athari ya kutoka kwa mimba. Kwa mimba ikiwa katika chini ya miezi minne, asifanyiwe mtu hijama kama hakuna hali yote ya dharura, lakini pia asifanyiwe hijama mwanamke ambaye ana ujauzito ambao tayari unakaribia kujifungua masiku machache yajayo. Kwa kupitia knowledge hii, naamini wadau mbalimbali ambao wanahitaji kupata huduma hii ya hijama itasaidia kupata mwanga, kujua namna bora ya kuingia katika matibabu ya hijama, lakini kuzingatia daktari anayekufanyia hijama kujua kama ana ujuzi wa kina, ikiwemo sambamba na kuzingatia haya ambayo tumeelekezana, ambayo yanazingatia misingi ya kibiolojia, sayansi ya maumbile ya mwili, lakini pia inazingatia misingi ya mafundisho ya Uislamu katika tiba hii ya hijama. Ukweli wa mambo, tiba hii ya hijama ni product ambayo kwa 100% inapatikana ndani ya Uislamu, na misingi yote mafunzo yake yanapatikana ndani ya Uislamu. Kwa hiyo ni vizuri tukazingatia mila na desturi zinazotokana na sayansi ya kimaumbile, lakini pia mila na desturi inayotokana na mwongozo wa wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Qur'ani ama kupitia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufikia hapo sina la ziada. Ni mimi daktari wako Dr. Omar Kamna, ambaye ni mkurugenzi wa Kamna Hijama Clinic Center. Tunawakaribisha sana katika kliniki yetu kwa ajili ya kupata huduma bora za kimatibabu, lakini kupitia kwa madaktari bobezi na wazoefu na wenye uweledi wa tiba hii ya hijama, na ambao wanazingatia misingi na kanuni zote za tiba hii. Lakini pia tunawakaribisha katika programu yetu ya mafunzo ya Kamna Hijama Clinic, Kamna Hijama Training Academy, ambayo ni kituo ambacho pia kinatoa mafunzo ya hijama kwa madaktari mbalimbali, wanawake na wanaume waliokuwa katika ngazi mbalimbali. Kigezo kikubwa ni kujua kusoma vizuri na kuandika vizuri. Unaweza kuwa na sifa ya kuweza kusoma tiba hii ya hijama. Sina la ziada kufikia hapa, na watakia kila la kheri. Tuwasiliane kwa namba zifuatazo: 0764706448. Hiyo ni namba yangu, utanipata moja kwa moja pale utakapohitaji ushauri au mwongozo. Lakini pia unaweza kupiga namba yetu ofisi 0758519116. Kwa watakaohitaji kujiunga na kozi zetu, gharama zetu za kozi ni 250,000, kozi ya miezi mitatu. Na katika hii kozi utasoma nadharia na utasoma na vitendo. Lakini pia fomu ya kujisajili inapatikana kwa gharama ya shilingi 10,000. Na watakieni kila la kheri. Karibu sana kwa ajili ya kujifunza, lakini pia karibu sana kwa ajili ya kupata huduma za matibabu zilizokuwa bora. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.